Yes, ni siku nyingine tena popote pale ambapo umekuwa ukitazama na kuifuatilia PM Online. Shout za nguvu zije kwako kwa kuwa umechagua kile kilicho bora, na taarifa zote za kimichezo pamoja na burudani basi utaendelea kuzipata hapa hapa zikiwa zimepita kwenye mchujo fulani vinoma, na kuhakikisha tunakuletea kile kilicho bora na kile ambacho kinafaa kuweza kujadiliwa na mtu ambaye ana utimamu wa akili. Moja kati ya taarifa na moja kati ya kitu kikubwa ambacho kimezunguka sana katika siku hizi mbili tatu na hadi leo bado mjadala unaendelea kuzunguka huko mitandaoni ni pamoja na ishu ya Simba. Vipo vitu mbalimbali ambavyo vinazungumzwa kuhusiana na uwekezaji ambao upo, lakini pia vipo vitu ambavyo vinazungumzwa kuhusiana na nembo halisi ya Simba, ile nembo ambayo imesajiliwa, lakini pia nembo ambayo ni ile ambayo inafahamika na inatambulika kisheria kwamba hii ndio nembo halisi ya Simba. Sasa kuna maoni kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakitolewa, na moja kati ya watu ambao wamekuwa wakizungumza hili ni pamoja na ni shabiki na mchambuzi wa mpira wa miguu ambaye amekuwa akiandika taarifa nyingi sana kwa upande wa chama lake la Simba Sports Club, na huyu si mwingine ni Farhan Kiham ambaye amekuwa akiandika taarifa mbalimbali za Simba. Sasa moja kati ya posti ambazo ameziandika, naomba nikupitishe uweze kupata kitu kuhusiana na ufafanuzi wa hichi ambacho kinaendelea kwa upande wa Simba. Farhan kwenye posti yake ya kwanza ameandika hivi: kwa mujibu wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, logo ya Simba Sports Club haitambuliki kisheria. Hii ni ambayo inatumika sasa, maana ni tofauti na iliyosajiliwa. Ofisi ya AG inashauri klabu isajili logo ya sasa, maana mtu akiitumia vinginevyo hakuna uhalali wa kumtia hatiani kisheria. Inakuwa ni ngumu kwa klabu, inaweza kupoteza haki zake. Yaani kiufundi, mtu akitumia logo ya sasa kuzalisha chochote sio kosa, maana haipo kisheria. Hata logo zilizosajiliwa zilitakiwa kuwa zimehuishwa kabla ya tarehe 4 Novemba 2017. Inashauriwa alama hizo zihuishwe na kuondokana na hatari ya kufutwa kutokana na rejista ya msajili wa alama za biashara na huduma BRELA kwa mujibu wa kanuni ya 54 hadi 55 kanuni ya alama za biashara na huduma za mwaka 2000. Hapo si umeelewa? Ngoja nikufafanulie kidogo kuhusiana na hili. Yaani ile nembo ambayo inatumika sasa hivi kuwekwa kwenye t-shirt, kuwekwa kwenye jezi na bukta pamoja na vifaa mbalimbali vya kimichezo vya Simba haitambuliki kisheria, na huenda hii ndio sababu ambayo imepelekea baadhi ya wale watengeneza jezi feki kuweza kuitumia na kushindwa kukamatwa pindi ambapo hatua mbalimbali zimekuwa zikichukuliwa. Sio kwa mara ya kwanza, sio mara ya pili. Tumeona uongozi wa Simba na wazabuni wa Simba wakipambana na jezi feki, lakini mwisho wa siku mambo yamekuwa yakiishia juu kwa juu na pasipo kujua mwendelezo wa kile ambacho kinaendelea. Kama jezi ni feki, kama nembo haijasajiliwa, utamtiaje hatiani mtu ambaye ametengeneza kitu, ametengeneza jezi feki, ametengeneza kikombe, ametengeneza mfano glasi au vitu gani, material yote kwa kutumia jezi ya Simba, kwa kutumia nembo ya Simba, umtia hatiani kwamba anaichafua nembo au anajipatia faida kupitia nembo ambayo ni ya klabu na sio nembo ya kwake ya kufanya hivyo. Ndio maana kuna baadhi ya vitu vimekuwa vikienda mrama kutokana na vitu kama hivi, lakini tuendelee tuone kile ambacho ameendelea kukiandika. Farhan Kiham ameandika hivi: nimesoma ule ushauri wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuelekea klabu ya Simba kuhusu mabadiliko. Kuna sehemu nimejikuta na muhurumia sana bilionea Mo Dewji. Ni kama katika mchakato wa awali kuna namna ushauri haukuwa sahihi, maana inafikirisha mchakato uliobarikiwa alafu unakataliwa. Ipo hivi, mchakato au uthaminishwaji wa klabu ni kuwa ulifanywa kwenye mali zisizohamishika pekee. Halafu mamlaka zinasema thamani ya Simba ni kwa mali zinazohamishika na zisizohamishika. Kinachotakiwa ni jina ama alama, idadi ya mashabiki, umaarufu wa klabu, historia ya mafanikio
na wachezaji wake tangu kuanzishwa kwake, hatua ambazo hazikufanyika mwaka 2019 wakati wa kuthaminisha klabu. Kifundi hapo mtaona kuwa thamani ya Simba ni zaidi ya bilioni 20 ambayo kwa mambo yalivyo. Swali langu ni moja tu. Kama mchakato wa kuwa sawa, kwa nini Mo Dewji alikubaliwa na kuweka pesa zake kwa muda wake? Swali lingine tena, yani mchakato wa kupitisha au kupitishwa, mchakato haukukubaliwa, lakini rais wa heshima wa Simba Mo Dewji alitia zile bilioni 20 pale Unyamani. Lakini pia kumbuka, bado kuna maswali pia kuhusiana na zile bilioni 20 za Mo. Ziliwekwa kwenye akaunti gani ya benki? Tuliona ile cheki ilikuwa imesainiwa lakini haikuwa na nembo kwamba ni ya benki fulani. Yani ni kufano ni ya benki ya, nisitaje brand za benki, ila benki tunazifahamu. Yani kwa nini hatukuona nembo yoyote ya benki ambayo ile cheki ilienda? Vipo vitu vingi sana vya kujadili kwenye hili. Farhan akaendelea na kuandika hivi: mkutano mkuu wa klabu ni Novemba 30. Ni mkutano muhimu sana kwenye historia ya klabu ya Simba ambapo kila ajenda za mkutano huo, ajenda J inasema kupokea na kujadili mapendekezo ya marekebisho ya kanuni na katiba za Simba Sports Club. Maana yake ndiyo yale kutoka BMT na ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali lazima yawekwe sawa ili ngoma isonge. Kwa wanachama wote ambao mtapata nafasi ya kuhudhuria mkutano huo, tufanyieni uungwana na historia itawakumbuka kuwa mlisimama na Mo Dewji, msiruhusu mtumbwi utoboke. Kikubwa maboresho hayatakiwi na yanapokelewa, ila kivyo vyote baada ya yote lazima tukubali kwenye hii safari hatupaswi kumwacha Mo. Mo ndiye muasisi na mwekezaji wa kweli kwenye soka la Tanzania. Aliona fursa kupitia klabu anayoipenda akawekeza. Leo hii Simba ni biashara kubwa Afrika. Tutakuwa waajabu sana kama tutacheza mdundo wa kutokupigania maslahi na uwezo wa Dewji ndani ya Simba. Klabu lazima ije kwanza kuliko chochote. Lakini katiba, mabadiliko hayo muhimu, jina la Mo Dewji lisiachwe pembeni. Unajua, ukiona kuna fedha zinatolewa nje hata na mkataba ambao mtu amesaini, ni kwamba amejitoa vilivyo kuhakikisha anaipambania nembo ya Simba, lakini pia kuhakikisha chama lake ambalo analikubali linafanya vizuri, sio kitaifa tu, hata kimataifa. Tumeshuhudia sio mara moja, sio mara mbili, ahadi mbalimbali zikitolewa na Mo Dewji, lakini pia fedha mbalimbali zikitolewa kwenye kuhakikisha Simba inaendelea kupata mahitaji yake muhimu, lakini pia mambo kadha wa kadha yanaendelea kutimizwa na kila kitu kinaenda vizuri pale Unyamani. Sasa mkimwacha mtu kama huyo, kuna namna fulani hivi mambo yanakuwa sio mazuri na kupelekea pia kuvunja moyo wale ambao watakuja kuwekeza baadaye kwenye uongozi ambao utafuata. Hata wakija kuongezeka wawekezaji, maana kuna baadhi ya maboresho ambayo yanapaswa kufanyika kwamba kwenye mwekezaji waandikwe, yani iandikwe wawekezaji kwenye zile hisa 49 ambazo ziko kwa Mo Dewji. Manake inabidi aweze kupunguza hisa zake na kwenda kuwauzia na watu wengine ili wapate kitu na kwenda kuongeza idadi ya wawekezaji kwa upande wa wawekezaji. Yani kwa upande wa wanachama zibaki zile 51, lakini zile 49 ambazo zipo kwa upande wa uwekezaji basi ziweze kugawanywa na wapatikane wawekezaji wengi ambao watatia mkwanja kunako Unyamani. Hapo mengi ambayo yatatokea hiyo kesho. Tusubiri tuone ni kitu gani hasa kitakuja kuibuka, lakini pia tusubirie hitimisho ya kile ambacho kimeanzishwa ambacho kimeweza kuibua mengi. Tumeona viongozi wakituhumiana kwamba kuna watu ambao hawana akili timamu, tumeona kuna watu wanaambiwa hawana afya ya akili. Hapo mengi sana naibuka. So tuendelee kusubiri na tuone ni kitu gani ambacho kitaweza kuhitimishwa hapo kesho baada ya mkutano mkuu. Je, hizi ambazo tunazijadili sisi zipo na zitajadiliwa kwa namna gani na maamuzi yatakuwaje? Hiyo kesho nitahakikisha pia unapata taarifa hizi ambazo zimenyoka, lakini pia zinaeleweka kwa wewe ambaye utakuwa unapenda kufuatilia mpira wa miguu. Meneto official PM Show, tusiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele, lakini pia niandikia maoni yako. Vipi, umeelewa kile ambacho nimekuambia hapo, au kuna namna inabidi tuweze kuboresha zaidi kile ambacho tumekuwa tukikifanya? Till next time.